Kwa hiyo mume wangu ndio unaondoka hivyo? Ni kweli mke wangu mimi naondoka. Ukumbuke nisipotoka mimi hatuwezi kula wala kuvaa. Afu uangalie jinsi ambavyo unavyozidi kupendeza. Unapendeza kwa sababu mimi natoka. Nakupenda sana mke wangu. Sawa, mimi na shida. Haya mke wangu. Asante sana. I love you. I love you. Ubaki salama mke wangu jamani. Sasa kazuri yaka jamani. Hapo ndio tunaumia Ama mimi nitarudi. Lakini fundi, ufanye vizuri, natoka kidogo, sitachelewa kurudi. Na mke wangu uzingatie sana kuhusu fundi. Na pia utampa hela yake. Kuna amani. Sawa. Basi mimi naenda. Nisindikiza hata kidogo jamani. Aya baby, mimi naenda. Bye. Love you. Fu. Nakupulizia kidogo pamoja. Haya, bye. Mke wangu tunapaswa kulima kwa juhudi. Jembe alimtupi mtu. Wewe ulikuwa mvivu sana lakini siku hizo unajitahidi. Mume wangu. Mbona mapema? Kazi kubwa. Hamna cha kazi kubwa. Ndio kazi zenyewe hizi. Wewe unafikiri huko shamba huko unafanya kazi gani? Lakini mke wangu muda sio mrefu mambo yanakuwa mazuri, tunahama tuenda mjini. Unajua mume wangu hivi? Na safari ya kwenda kwenye vikoba leo. Kwenye vikoba tena? Tulikubaliana tumalize leo mpaka tufike hata pale. Tutafanya tu siku nyingine maana natakiwa niwahi. Kwani kwenye vikoba saa ngapi? Muda huu nilikuwa nimeshasahau kama kuna vikoba. Wewe mwanamke wewe. Lakini sawa, kwa sababu vikoba kuna muda vinatusaidia. Sawa mke wangu. Kwa naomba tu niende. Sawa. Kuna sinaenda na jembe. Sasa umwachie nani? Haya. Au nenda na kurudi kuendelea kulima? Nikajua unabeba. Yaani mabebe panga, jembe. Mke wangu. Baadaye. Haya bwana. Hilo wahi kurudi. Haya. Sawa. Mke wangu. Hebu nisubiri kwanza. Maana hapa na mimi nimeona kwamba nikafanya shughuli zingine kwanza. Biashara kukaa peke yangu hapa sasa inakuwa ni issue. Niache shamba peke yangu. Sio nikafanya mambo mengine hata hapo.
Wapi tena? Mume wangu, si tulishaongea kama mimi naenda vikoba au? Da. Sawa. Nilikuwa nimesahau. Mume wangu wewe naye. Utu uzima. Basi nenda alafu wahi kurudi. Haya, kwa heri. Ngoja nijiandalie mwenyewe maji. Haya, baadaye. Wewe. Vicky. Vipi? Wewe acha tu. Si ukutana mke wako kule chini amesimama na yule fundi. Una habari hiyo? Habari ya nini sasa? Kwani mke wako alikuwa gani ndani? Vikoba? Vikoba eh? Ndio. Sasa nimewakuta na yule fundi pale wamesimama. Yaani hawana hili wala lile. Wanakumbatiana, wanafanya vyote wanavyojua wao. Ila mimi hawajaniona. Kama unabisha, nitakuja kuona mwenyewe. Ila habari ndio hiyo. Umemaliza? Mimi nimeshamaliza. Sikiliza we binti. Tena nisikilize kwa umakini mno. Kama utarudia kuleta ujinga huu kwenye mji wangu hapa, hiki kidevu chako nitakuja kukingoa. Mke wangu sio msaliti. Tumekaa naye miaka mingi, hajawahi kunifanyia chochote. Nisikilize binti. Nyumbani kwangu usije tena kurudia kuja. Toka! Haya, utakuja kunikumbuka baadaye. Nikukumbuke wewe umekuwa malaika. Mke wangu Vicky. Safi sana. Bwana, tusalimiane tu. Mimi nashukuru kwa kumtunzia mke wangu. Maana kuna muda tunasaidiana kumtoa out. Si ndio? Au usijali mke wangu, simama. Asante sana kwa kutunzia mke wangu.
Kame na kitenge wapi tena? Wewe dadangu wewe acha tu mwanangu. Wewe nikute mwanangu. Sijui kama nitapona. Sijui kama nitaishi. Kwa nini usiishi tena? Kwani umefanya nini? Msabila hana masiara. Ndugu yangu, nishakuonya mara nyingi kuhusu yule mwanamke. Kwa hiyo baba, hilo ni lako. Usiseme hivyo, tafadhali unisaidie. Mimi siwezi kukusaidia. Wanafunzi, wake za watu wewe. Unachekesha. Na hilo tenge sasa, utavuna ulichokipanda. Wewe, mwizi wake za watu. Naomba jina la huyu mtu. Naomba jina la huyu mtu. Makame. Makame ndo ananichezea mimi. Makame. Makame. Changu changu. Changu changu. Changu changu. Changu changu. Siri yako kuishi.
Nyie kulikoni tena? Hivi tena. Mbona hai? Dada nishikilia, maji hamna. Shida nini? Bora angekuwa hamna. Siamini tulichokikuta. Nilia. Kanena maji hapa. Sijui bangi ya mimi. Mimi hata siamini makalo unajua. Makalo. Hodi na mimi. Unaelewa? Kwanza hatushika kachari. Karibu. Mbona wewe hai kulikoni tena? Kizito umebeba mzigo? Mimi sinamjua Makame. Ndio tayari. Makame kawa chini. Unaona? Tumekwambia sana Makame kawaje? Nilimshauri ni mzuri nikashindwa. fananisha. Makame mke wa mtu ni wake, wanafunzi ni wake. Alimkuta tu kidogo kwenda jela. Ila nawe wa moto kijiji kizima taarifa unazo wewe. Mimi hata sikujua unipiti, sio mimi tena. Hapo ukana naye kafanyaje? Nilimwangalia tu. Hujakimbia. Kimbia mwanangu kinachekesha. Wenzio katukimbiza mpaka ndoo za maji tumemwona. Tunataka maji ya kuosha vyombo wala tuuliza hivi kitu gani? Jamani. Mpo? Asante jamani. Tata. Jamani, karibuni. Mmepata na wageni? Ndio. Jamani, karibuni sana jamani. Marhaba, karibuni. Mmetutembelea jamani, wageni kwetu sisi ni baraka. Kwa kweli. Karibuni sana jamani. Ngangu niletee kiti hapa nikae. Niletee kiti mama. Nimechoka. Choka vipi? Kumbe na simu yako umeacha hapa nisije kuikalia. Choka sana. Karibuni jamani za siku. Nzuri kaka, vipi hali? Nzuri, naendeleaje? Nashukuru Mungu azidi. Ndio mmekupa chini jamani. Na vitenge. Viokoteni, dada viokote, viweke vizuri. Okota weke vizuri. Kaka wewe acha tu tukuta huko. Nini tena? Huko ndo anayejua. Nini tena mdogo wangu? Shida nini? Makame katuweka roho juu wapi? Nani? Makame. Amefanya nini? Kwa chizi. Kawachizi. Chizi kidogo katukimbiza mpaka mimi mmoja tumedondoka. Makame kafanya nini tena mke wangu? Mimi sasa nikuelezeje? Mwenyewe hata sijui. Labda tumuulize dada pale. Ndio anajua kila kitu. Maana ndio mbea wa kijiji. Yaani alimpiti lolote. Mbea wa kijiji yupi? Yule dada aliyesuka yule muone. Ya huyo mdogo. Eti dada, nini kimemtokea Makame? Unaweza kunieleza? Yaani hata sijui niwaelezaje yani. Maana mjomba wenu alizidi. Unajua kuzidi? Katembea na wake za watu. Katembea na wanafunzi. Hivyo sio katembea na mke gani huko? Kama unavyomuona. Hapa kati alimsikia kidogo tu kwenda jela. Kwa hiyo mkiendelea kushangaa ipo siku mtakuja kumkosa. Da. Wewe utakuwa unajua mpwa wangu ni kitu gani ambacho kimemkuta. Hebu niambie, funguka ili tujue namna gani tunamsaidia. Najua nini si Msabila. Msabila anakafanya kila kitu. Msabila namjua, ni rafiki yangu. Twendeni wote. Haka, mimi siendi. Hapa ni kuenda wote. Mimi siendi. Mimi ndio nimesema hapa ni kwenda wote kwa sababu wewe ndio uliotuletea huu mbea wewe unajua. Twendeni wote.
Hodi. Nakwambia bado nimeipakatia begani. Sabira. Tumetulia na shemeji hapa. Asante sana. Kwa kweli. Ugeni ni muda mrefu. Muda mrefu. Acha kabisa. Naona hata shemeji tayari amekuwa na kitambi. Shemeji hongera sana shemeji. Asante sana. Karibuni. Asante sana. Tukaona tuje mara moja kukusalimia. Karibuni. Aisee, ni muda mrefu sana. Asante sana shemeji. Hata kama ni viti vya nani hapa na umeme ndani umekatika. Unaona? Zama siku bwana Msabila. Aisee salama kabisa. Miaka tele. Ni muda mrefu. Ndugu yangu, mapambano lazima endelee. Hata hali ya hewa imebadilika kabisa, naona majani, kulikuwa hakuna mti pale, sasa hivi nimeona kuna mti. Lakini ni hali imebadilika. Hali imebadilika kwa kweli. Tuachane na hayo bwana Msabila. Naam. Nilikuwa safarini. Nimefika hapo nyumbani, nimemkuta mke wangu pamoja na baadhi ya watu kama unavyowaona hawa. Lakini sababu kubwa nimekuta wakiwa kwenye huzuni sana. Kwenye huzuni tena? Kwenye huzuni sana. Nauliza huzuni ya nini? Wanasema bwana Dola, mpwa wangu yule, si unamjua yule mpwa wangu yule? Yule mpwa wangu yule mwembamba yule. Yule mjanja. Makame. Bwana Makame bwana. Namkumbuka. Naambiwa ameshakuwa kichaa. Shida sijajua ni nini. Ila baadaye nilipoulizia nikaambiwa shida ni wewe bwana Msabila. Hebu unaweza kuniambia ni nini kimesababisha mpaka amekuwa hivi? Unajua mjomba Dola nakuheshimu sana. Najua hilo kabisa, najua. Toka tukiwa wadogo hivi watoto. Tumeishi kwa furaha sana. Tumecheza pamoja. Hii biashara ya kuhusanishia na kati ya mimi na mpwa wako inatoka wapi? Yani ni kwamba bwana Msabila, mimi haya mambo yote siyajui. Isipokuwa niliporudi kutoka safari, nimekuta hizi habari. Habari nilizozikuta ni kwamba hao majirani walikuwa wanatoka kisimani. Ghafla wakakutana na bwana Makame alikuwa kichaa. Lakini kwa bahati mbaya tena huyu naye akakutana naye bwana Makame akiwa kichaa vile vile. Ila sasa huyu ndo anajua habari zima ya huyo bwana Makame. Sasa kwa kuwa anajua habari nzima ya bwana Makame mpaka kuwa kichaa, ndo aliyetuambia kuwa wewe ndo sababu. Sasa kabla ya kufanya maamuzi kuja kwangu, ulipaswa ulifanyie wewe mwenyewe ufumbuzi, kujua mpwa wako ni kitu gani amefanya mpaka apate na hicho kitu alichonacho sasa. Bwana Msabila, yani mpaka kufika hapa mimi najua sababu. Kwa maana huyu hapa anafahamu kila kitu, kwamba alimfumania mpwa wangu alikuwa na mke wako. Akajaribu kukuletea habari kama mbea wa kijiji, lakini ukawa umemkimbiza na kumfokeza. Kwa bahati mbaya inasemekana wewe ukamfumania
mke wako pamoja na mpo wangu mimi. Na kilichoendelea tu ni kwamba akawa kichaa. Kwa haraka mimi nikajua kabisa wewe ndio uliyefanya haya. Mjomba Dora, mke anauma. Najua anauma. Nadhani kama ingekuwa ni wewe, ungeruhusu upuuzi na ujinga kiasi hiko fanyike? Mpo wako anacheza na wanafunzi, anasulika kwenda gerezani, anacheza na wake za watu, alafu mtu amchezee tu mke wangu na ambaye namhudumia. Hebu angalia anavyopendeza. Najua Bwana Msabila anapendeza na anazidi kunenepa, na hakuna kitu kibaya kama mke. Mke anauma sana. Lakini pamoja na hayo, kumbuka tulikotoka mimi na wewe Bwana Msabila. Tumetoka mbali sana Bwana Msabila. Haya ninaomba tuyajenge kama familia ili yaishe. Mrudishie hali yake, najua atakuwa amejifunza. Unatakaje? Mimi ninachotaka Bwana Msabila, haya mambo yaishe. Umsamehe mko wangu, lakini pia utusamehe mimi na mke wangu ili mambo haya yaishe. Tumetoka mbali sana. Anyway, binadamu ni kazi. Ndio Bwana Msabila. Na utu uzima ni jalala. Nimekubali kuyapokea. Tunashukuru sana kidogo. Kamata hii! Makame! Makame! Makame njoo! Njoo Makame! Makame. Ha. Mjomba Dora. Ndio mzee Msabila. Ni huyo mpo wako sio huyu? Ni yeye mpo wangu. Ndio ni yeye. Achia. Makame simama. Mpo wangu nilikwambia. Achana na masuala ya utundu, mwisho wa siku angalia. Umekuwa kichaa. Nisingerudi mimi kuomba msamaha ingekuwaje? Utakuja kutuua wewe. Sikilizeni niwaambie. Hii dunia hii unapaswa ishi kwa kumsamini kila mtu. Ukikosa kumsamini mtu huna utu. Ni kweli kabisa Bwana Msabila. Makame. Naam. Pita huko kwa mjomba wako. Piga magoti hapo, unasimama nini? Mjomba, mimi nilikwambia achana na masuala ya wanawake za watu, wanafunzi, kuvuta bangi, shule imekushinda, mwisho wa siku angalia, umekuwa kichaa. Angalia ulivyo, angalia. Sasa mimi sio wa kuomba msamaha. Wa kuomba msamaha ni huyu mzee Msabila, ndiye wa kumuomba msamaha maana umemwibia mke wake. Muombe msamaha kule. Mimi nishakusamehe. Na kitu labda niwaambie kwa niaba ninyi mlioko hapa. Jambo la msingi. Ubaya wa mtu unatengenezwa na mtu. Bila kuwa karibu na wewe, huyu ilikuwa imeisha. Na wakati fulani tunalaumu sana binadamu ni wabaya, tunawatengeneza. Sasa leo huyu bwana tuliwaambia kama atarudia hawezi kuwa hai tena.
liwe funzo kwake na kwa kila mtu, kwamba heshimu ndoa ya mtu, heshimu mtoto wa mtu. Mimi nashukuru kwa kuja, na hata huyu ambaye mnamlaumu ni mbea wa kijiji ni sehemu. Mimi sikuweza kuamini kama huyu anaweza kafanya vitu, mkionga kafanya vitu vya kijinga, kumbe tu ni upuuzi wa kibinadamu unatokea. Yote kwa yote yameisha rafiki. Wewe uko salama na hakuna dhara tena itakalokupata. Una lolote la kusema? Kwa Msabila, kwanza kabisa na pongezi zangu. Ingelikuwa mtu mwingine, haya mambo yaliyotokea hakika tusingeweza kuelewana. Lakini kwa sababu ni mtu ambaye tumekuwa pamoja na tumeshirikiana mambo mengi na mpaka sasa tunazidi kushirikiana, kwanza nashukuru sana. Nashukuru sana. Siwezi kumlaumu yoyote mkeo au huyu, ila najua tu labda pengine ni shetani aliwapitia, lakini yote na yote nashukuru sana. Asante sana. Mke wangu, na lolote la kuongea labda kwa ajili ya Msabila, labda kumshukuru? Karibu. Mimi nashukuru tu kwa madam kanirudisha tu mpo wangu vizuri. Niombe tu samahani kwa kutendea. Shukrani. Haina shida shema. Haya meshi. Tunashukuru sana. Haya. Asante sana. Haya meshi. Asante sana. Bwana Msabila, asante sana. Asante sana. Asante sana. Basi mimi nafikiri mimi na mke wangu tunaweza kuondoka.